watu wanaendelea kuquestion usalama wa taifa letu, na hasa baadhi yao wameangalia tukio la Mchina kunyongwa na mtu. Labda ndugu zangu waandishi wa habari, taarifa iliyotolewa na SACP Mlilo kuhusiana na yule Mchina ambaye ni mwekezaji wetu ndani ya taifa, kwamba muhisiwa namba moja ni wafanyakazi wake wa kabila la Masai ambao walikuwa wakilinda kwenye hilo eneo lake, ambao walikimbia na jeshi la polisi linaendelea kufanyia uchunguzi wa mambo hayo kwa haraka kubwa sana. Kwanza ni watoe wasiwasi watu wote kwamba hali ya usalama katika taifa letu ama katika mkoa wetu ni kubwa sana. Hali ya usalama katika mkoa wetu ni kubwa sana. Na hivi juzi pia kulikuwa kuna tukio moja pia la kusemekana kutekwa kwa yule bwana Jumbe ambaye inasemekana ni msaidizi wa ndugu Lissu. Taarifa pia imetolewa. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, tuwe serious, tuna mambo yafuatayo. La kwanza, jambo lolote linapotokea katika taifa, na hasa kwa mfano la kimauaji, la kudhuru, la kuiba au jambo lolote la kijambazi, kibaka, jambazi, muhalifu huwa hachagui itikadi. Anaweza kumdhuru, huwa hachagui itikadi wala hadhi. Anaweza kumdhuru Chalamila, anaweza kumdhuru mtu yoyote bila kujali itikadi yake. Na anapofanya uharibifu huo, hafanyi kwamba kwa kuwa Chalamila ni CCM, yeye anafanya uharibifu huo kwamba Chalamila ana hela, nataka nichukue pesa. Kwa jambo linapokuwa limetokea, jamii mkishakuwa na majawabu kuhusiana na uharibifu huo, maana yake kinakuwa ni kikwazo kikubwa sana cha kuharakisha uchunguzi wa jambo hilo na kuja na majawabu kwa Watanzania. Kwa mfano, kuna mambo hapa yanaweza katokea, mtu anasema aliyefanya hivyo, nimeona kwenye comments, aliyefanya hivyo ni Mafwele, SACP Mafwele. Sasa Mafwele huyo ndio mambo yote ya kiuchunguzi yapo kwenye dawati. Sasa hivi hata kama amepata majawabu sahihi ya kuja kushare na Watanzania, anawezaje kuja kushare kwa Watanzania kwa wakati katika jambo ambalo baadhi yetu tumekusha jielekeza wenyewe kuwa na majawabu kabla hata ya uchunguzi? Kwa hiyo masuala yote, kwa mfano swala ile la Mchina, yule Mchina, nataka nikwambieni ukweli, angelikuwa ana chama cha siasa anajitokeza waziwazi kwamba yeye ni Chadema au ni CCM au ni CUF, nafahamu wafuasi pengine wa chama hicho moja kwa moja angelisema Mchina huyo ameuliwa kwa sababu ya itikadi ya chama chake. Lakini kwa sababu hiyo itikadi haijaonekana, majalada yake yanakuwa ni rahisi sana kuyachunguza kwake, na hasa kama mambo yote yakiwa yako constant bila kuharibiwa kwa ushahidi wowote. Kwa hiyo moja, nitoe rai kwamba mambo yanapotokea, nimeona tale tukio la bwana Temba, mliona namna lilivyoanzwa. Chama hiki kitatoa barua ya kusikitishwa sana, huyu atoa barua ya kusikitishwa sana, yaani kama vile mwelekeo wa kama vile kuna mtu fulani amefanya jambo hilo ambaye ama ni serikali ama ni jambo fulani. Lakini kwa jambo hilo mwisho linakuja kukamilika kwamba jamani, huyu mtu huyu ni 1 2 3. Mwingine anaweza akaja anasema mbona jambo hilo unaleta majibu, mbona jambo la jana halina majawabu? Uchunguzi na ukamilishaji wa taarifa is a matter of context. Mazingira na context vitu hivi tofauti. Ni jambo la ushahidi, ni jambo la teknolojia,
ni jambo la muda, jambo limefanywaje, muda gani. Vyote hivi ni vitu ambavyo husaidia kwa pamoja katika kuharakisha masuala ya kiuchunguzi na kuwa perfect. Kwa niwaombe sana ndugu zangu waandishi wa habari, mkawe mabalozi wazuri, kwamba jambo linapotokea tusiwe na majawabu yetu kwanza, unless otherwise jeshi la polisi na vyombo vya dola vimekutaka kuweza kulisaidia kutoa ufafanuzi kuhusu mambo hayo, nayo sio ya kwenye public. Lakini jambo la pili, mchina wetu jambo ambalo amefanyiwa ni baya, na katika hali ya kawaida wapo watu ambao wanaweza kalaumu hata jeshi la polisi, mlikuwa wapi? Hapana ndugu zangu, kuna limits. Wewe ukilala ndani, jeshi la polisi wanaweza kuanza kuingia chumbani kuangalia unalalaje? Hapana, watakuwa nje kufanya doria na kila kitu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wawekezaji wote ndani ya taifa letu, wanapotaka kutumia walinzi, watumie walinzi wa makampuni yenye anwani maalum. Mimi narudia, ukikuta unalindwa na Masai kwenye baadhi ya hizo camps zetu, hakikisha huyo, kama ni Masai au ni mtu yoyote, hapa tuzungumzii kabila, hakikisha mtu huyo anatoka kwenye kampuni maalum iliyosajiliwa na serikali. Kama ni security nani yoyote, anatoka huko, ili litapotokea jambo hilo tuwe na anwani. Lakini kwa bahati mbaya sana watu hupenda kutumia cheap labors. Mnatumia, mnasema sisi wa Masai ni waaminifu, sisi nani waaminifu, lakini tukikuuliza anatoka wapi, anasema alijitambulisha anatoka Kiteto. Tukifuatilia anatoka Usangu. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu you like cheap labors, ambaye hana mkataba, ambaye halipwi vizuri, lakini unataka alinde masuala mabilioni. Kwa hiyo naomba nitoe rai kwa wote ambao tunataka kufanya ulinzi kwenye maeneo yetu, tutumie walinzi ambao wanatoka kwenye makampuni yaliyosajiliwa na serikali na yenye anwani maalum. Lakini jambo la tatu na la mwisho, serikali yetu ya mkoa wa Dar es Salaam inaendelea kulaani sana tukio ambalo limefanywa, na wawekezaji wote wasiogope kuendelea kuja kuwekeza kwenye ardhi yetu. Tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana mahali popote linapotokea jambo ovu na baya namna hiyo dhidi ya wawekezaji, ili kuweza kuendelea kuleta amani na upendo wa wawekezaji wetu ndani ya taifa letu. Nimeona nilitolee hilo ufafanuzi kwa sababu nimeona kuna swali hapa, mmoja akanitumia message kwamba yeye hata ongea lakini anaomba tu mimi nilifanue. Kwa nimeona hilo nifafanue kwamba hatujafurahishwa na jambo lile, na tayari jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo wanaendelea kwa haraka sana kuhakikisha kwamba matukio hayo sio tu yanakomeshwa, lakini hayajirudii mara kwa mara. Tukio lile la Bwana Jumbe tunalilaani sana kama tunapolaani mambo mengine, kwa sababu masuala ya ulinzi na usalama na uhai hayana chama. Tunalaani mno, awe ni mwana CCM, awe ni mwana CUF, awe ni mwana Chadema, tunalaani matukio hayo, na kwamba sote tuweze kuishi vizuri katika taifa letu, kwa hata kama tuna misigano ya kichama, iwe ni ile misigano ya kimaendeleo ambayo tutabishana, lakini mwisho tutakaa pamoja, tutakula chakula pamoja, na wala sio kunyosheana vidole kwamba huyu ndio mhalifu au huyu ndio muasi au huyu si ni kitu gani. Hapana, sote sisi tutakwenda pamoja. Lakini yoyote yule utakayevunja sheria za taifa letu, usije ukadhani utajificha kwenye chama cha siasa chochote au kwenye taasisi ya dini yoyote. Wakati wa kuwajibishwa ukifika, utawajibishwa sawa sawa kabisa na mtu yoyote mpagane sena imani aina yoyote. Wala sio kwamba ukiwa kwenye chama ndio utaogopwa, au ukiwa kwenye dini ndio utaogopwa, au ukiwa sio wapo utaogopwa. Tii sheria bila shuruti kwa ustawi mkubwa wa taifa letu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.